Ayuo TV, ulimwengu kiganjani. Salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rahma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kwanza nitambue uwepo wa mashekhe zetu na walimu wetu mlohudhuria katika hadhara hii, na kila mmoja kwa nafasi yake niseme neno ambalo wanasiasa wanapenda kulitumia kwamba itifaki imezingatiwa. Mwaka 1968 katika mji huu wa Dar es Salaam aliondoshwa mwanawachuoni mkubwa, alikuwa akiitwa Hassan bin Amiri Ashirazi. Ni moja kati ya wanawachuoni wakubwa sana na ameandika vitabu vingi sana, lakini siku anaondoshwa katika mji huu kuna maneno aliyasema, akasema Darus Salami ardhun yabisa la yambutu fiha shay'un. Dar es Salaam ni mji ambao ardhi yake ni kame, ni ardhi ambayo ukipanda chochote hakiwezi kuota ndani yake. Sheikh Hassan bin Amiri anachukua vilago vyake anapelekwa Unguja. Mji huu wa Dar es Salaam una fitna kubwa sana. Sisi ambao tumezaliwa hapa tunaujua vizuri sana, labda wenzetu wa Nyamwezi ambao mmekuja, lakini sisi ambao tumezaliwa hapa tunajua mji huu kwamba huwezi ukapanda kitu kikamea. Tunapopata vijana ambao wanaweza wakakaa wakawa na fikra chanya kama hii ya kutengeneza majambo mazuri kama haya ya kuwakusanya watu na kuwaombea dua mashekhe zetu na ndugu zetu waliotangulia mbele ya haki, hawa ni vijana waliokuwa wazuri na wanapaswa kuungwa mkono katika mji huu wa Dar es Salaam. Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala anasema, inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Mwenyezi Mungu anaandika yale ambayo yaliyotangulizwa na wanadamu na yale ambayo wanadamu wameyaacha kama athari, pia Allah subhanahu wa ta'ala anayaandika hapa duniani. Maneno haya yanaendana sambamba na slogan ya hadhara hii ambayo imeandaliwa na vijana hao waheri kwamba mwanadamu ni athari iliyokuwa njema. Mwaka 849, karne kadhaa zilizopita nyuma, katika mji mkuu wa Morocco palianzishwa chuo kikuu cha kwanza cha Waislamu, kilikuwa kinaitwa University of Qarawin katika mji wa Fez, Morocco. Chuo kikuu kile cha kwanza kilikuwa ni chuo ambacho kiliasisiwa na vijana wa Kiislamu, na moja kati ya walimu wake wa mwanzo kabisa alikuwa ni mwanawachuoni mkubwa, alikuwa akiitwa Ibn Khaldun. Siku moja aliwahi kusema moja ya maneno, niyarudia hapa kuyasema. Alisema, idha mitu fala tabhathu anni fil maqabiri bal ibhathu anni fi qulubi nnas. Ikitokezea siku nimekufa, msiende kunitafuta katika makaburi, nendeni mkanitafute katika mioyo ya watu. Maana yake ni kwamba mwanadamu lazima ukubali kuacha athari iliyokuwa njema katika nyoyo za watu, ili siku utakapokuwa umeondoka watu wakutanike kama hivi, waweze kukumbuka athari yako njema uliyokuwa umeiacha. Waarabu wana methali moja, wanasema innal ba'rata tadullu ala al-ba'ir. Ukiona kinyesi cha ngamia inajulisha ya kwamba ngamia amepita mahala hapo. Tafsiri yake ni kwamba unapokuwa mwanadamu, hakikisha ya kwamba unatengeneza watu ambao wanaweza kuja kukaa wakakumbuka yale mema uliokuwa umeacha. Nimalize nikae chini. Kuna mwandishi mmoja wanapenda kumnukuu sana, anaitwa Robin Sharma. Ameandika vitabu vingi sana, The Leader Who Had No Title, The Monk Who Sold His Ferrari. Ameandika kitabu kinaitwa Who Will Cry When You Die, ni nani atakulilia utakapokuwa umekufa. Katika moja ya chapter ya kile kitabu ameandika ujumbe unaosema you have to create a count of love
lazima ukubali kutengeneza akaunti ya mapenzi katika mioyo ya watu. Unapokuwa mwanadamu kwenye maisha yako, jaribu kuishi vizuri na watu, utengeneze mapenzi kwenye mioyo yao. Siku ukiondoka duniani, watu wanaweza wakakaa kama hivi wakakukumbuka kwa yale mazuri yako uliyokuwa umeacha. Sisi vijana tuna wajibu wa kuishi maisha yetu mazuri. Nchi yetu hii ya Tanzania ambayo tumekusanyika hapa kuiombea dua, haiwezi kupata ustawi mzuri kama itakuwa na vijana wahovyo. Al-Imam Al-Dr. Hassan Al-Banna aliwahi kusema, al-umamu tanhadhu bisawaidi shababiha wa akhlaqihim, mataifa unyanyuka kwa nguvu ya vijana wake na zile tabia zao walizokuwa nazo. Ndugu zangu, vijana wenzangu, niwaambieni, tuwe wanyamwezi tutakavyokuwa, lakini tusikubali kuacha misimamo na misingi ya dini yetu. Kuwa brothermeni utakavyokuwa, kuwa mselanondo utakavyokuwa, kuwa mtoto wa mjini utakavyokuwa, lakini usikubali kuacha misingi ya dini. Mwisho wa siku katika maisha yako, watu hawatokuja kuhesabu miaka yako ulioishi duniani, watahesabu maisha yako uliacha nini kwenye umri wako. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayuwa TV, ulimwengu kiganjani.